Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 26 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopo kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa inayosema mke anavyoweza kubomoa ndoa yake kwa kinywa chake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, nasema mke anavyoweza kubomoa ndoa yake kwa kinywa chake. Na kuna habari inayosema muungano Tanganyika na Zanzibar alama kuu ya umoja wa kitaifa. Muungano Tanganyika na Zanzibar alama kuu ya umoja wa kitaifa. Na habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni ghasia za Oktoba 29 za Mwiboya Nyalandu, bila kuaminiana hatutapona majeraha. Huyo ni Lazaro Nyalandu asema bila kuaminiana hatutapona majeraha. Na Rais Samia Suluhu Hassani, uvuvi bahari kuu utatuondolea utegemezi. Huyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan asema uvuvi bahari kuu utatuondolea utegemezi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema malaria tishio Afrika, mikoa mitatu yaongoza Tanzania. Malaria tishio Afrika, mikoa mitatu yaongoza Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Linaanza na habari inayosema wageni wachuuzi fupa gumu kwa serikali. Wageni wachuuzi fupa gumu kwa serikali. Lakini aliyegombea na Lissu Mbowe atimuliwa Chadema. Aliyegombea na Lissu Mbowe atimuliwa Chadema. Na mageuzi ya muungano hayaepukiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Na safari ya kuzika ilivyoachia familia kitendawili. Safari ya kuzika ilivyoachia familia kitendawili. Lakini Rais Samia azindua meli kukuza uchumi wa buluu. Rais Samia azindua meli kukuza uchumi wa buluu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mzalendo asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Balozi Nyalandu tuungane kujenga nchi. Huyo ni Balozi Nyalandu asema tuungane kujenga nchi. Na Rais Samia afungua uchumi wa bahari. Rais Samia afungua uchumi wa bahari. Lakini kukoma hedhi menopause hatua ishara na madhara. Lakini kiwanda cha kuchakata mafuta Tanga Bingo East Africa Community. Na Balozi Nchimbi ataka raia kulinda amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mzalendo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaanza na habari inayosema Dr. Samia uvuvi bahari kuu kuinua pato la taifa. Uvuvi bahari kuu kuinua pato la taifa. Lakini kuna habari inayosema tamasha la uwekezaji kuanza Juni 3 mwaka huu. Tamasha la uwekezaji kuanza Juni 3 mwaka huu. Lakini muungano umelijengea heshima taifa. Huyu ni Dr. Nchimbi asema muungano umejengea heshima taifa. Lakini ujenzi wa miundombinu kuchochea uchumi wa Dr. Khalidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo lenye asubuhi ya leo linaandika serikali kuendeleza ushirikiano na wawekezaji wa ndani. Serikali kuendeleza ushirikiano na wawekezaji wa ndani. Lakini TANAPA ya waapisha makamishna wapya wa hifadhi. TANAPA ya waapisha makamishna wapya wa hifadhi. Lakini historia yaandikwa Rais Samia azindua meli ya kwanza ya uvuvi. Historia yaandikwa Rais Samia azindua meli ya kwanza ya uvuvi. Ina uwezo wa kubeba tani 48 za samaki. Inakaa majini kwa siku 14 mpaka siku 21. Lakini kuna habari inayosema MCD upatikanaji wa dawa na vifaa tiba nchini uko imara. Lakini serikali yaimarisha wazi sekta madini, bei elekezi kutolewa kila siku. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo bado lina habari inayosema serikali yaimarisha wazi sekta ya madini.
Hiyo ni habari pia bado kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani, huku gazeti lako la Mzalendo lenye linaanza na habari inayosema Yanga tamu. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo linasema Yanga tamu yatinga fainali kibabe, yaisubiri Simba au Mlandege. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini bado kuna habari inayosema Simba Mlandege ni kufa au kupona. Simba na Mlandege ni kufa au kupona, na Suleimani Nyambui ampongeza Simbu. Suleimani Nyambui ampongeza Simbu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Makonda atoa neno AFCON 2027. Makonda atoa neno AFCON 2027. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo linaandika mji wa AFCON Fumba kuwa na umeme wa uhakika. Mji wa AFCON Fumba kuwa na umeme wa uhakika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini bado kuna habari inasema Feitoto afunguka kucheza soka nje ya nchi. Feitoto afunguka kucheza soka nje ya nchi, huku JKT yang'ara kombe la muungano wavu. JKT yang'ara kombe la muungano wavu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Wakenya wamfuata Bajebar. Wakenya wamfuata Bajebar na Steve Becker achungulia ubingwa Zenji. Steve Becker achungulia ubingwa Zenji. Yanga dabi Samuyo tunapiga fresh tu. Au ni Yanga wasema dabi ndani ya uwanja wa Jenerali Samuyo tunapiga fresh tu. Lakini baada ya Baka zamu ya Fei Raja. Baada ya Baka zamu ya Fei Raja, lakini Fadu afunguka, Ibenge atoa msimamo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye kuna michezo linaandika Simba yaahidi kisasi kwa Mlandege leo. Lakini Yanga rekodi 8 kumwaga ligi kuu. Yanga rekodi 8 kumwaga ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.